Ziara ya kiongozi wa China Xi Jinping nchini Korea Kaskazini imeibua hisia kubwa katika uwanja wa siasa za kimataifa, ikionekana kama hatua muhimu ya kuimarisha uhusiano kati ya Beijing na Pyongyang katika kipindi cha mabadiliko ya usalama wa kikanda. Katika ziara hiyo, Xi alikutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un mjini Pyongyang, ambapo walifanya mazungumzo yaliyojikita katika kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, kisiasa na kiusalama kati ya mataifa hayo mawili, na mapokezi ya viongozi hao yalikuwa ya hali ya juu, yakionyesha umuhimu wa uhusiano wa muda mrefu kati ya nchi hizo mbili. Vyombo vya habari vya serikali za China na Korea Kaskazini viliripoti kwa upana kuhusu ziara hiyo, vikionyesha picha za viongozi hao wakitembea pamoja, wakihudhuria hafla za mapokezi na kujadili masuala ya kikanda. Hata hivyo, maelezo rasmi yalikuwa ya jumla zaidi, yakilenga zaidi mshikamano na urafiki badala ya masuala nyeti ya kisiasa. Ziara hii imekuja katika wakati ambapo Asia Mashariki inakabiliwa na changamoto za kiusalama, hasa kutokana na maendeleo ya kijeshi ya Korea Kaskazini na ushindani wa kimkakati kati ya China na Marekani katika eneo hilo. Hali hii imefanya mkutano huo kuonekana kama ishara ya Beijing kuimarisha nafasi yake kama mshirika mkuu wa Pyongyang. Kwa upande wake, Korea Kaskazini imekuwa ikiendelea kusisitiza umuhimu wa kujitegemea kijeshi na kuimarisha uwezo wake wa ulinzi, huku ikitafuta kuimarisha uhusiano na washirika wake wa karibu ili kupunguza shinikizo la kimataifa. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema ziara hii ya Xi inaweza kuwa na lengo la kuhakikisha Korea Kaskazini inabaki thabiti kisiasa na kiuchumi, huku pia ikitoa ujumbe kwa mataifa ya magharibi kwamba Beijing bado ina ushawishi mkubwa katika peninsula ya Korea. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wanaona ziara hiyo kama hatua ya tahadhari ya China, ikilenga kuepuka mivutano ya moja kwa moja katika eneo hilo, huku ikilinda maslahi yake ya kiusalama na kiuchumi. Ziara hiyo imeelezwa kuwa ni ya kwanza zaidi ya Xi nchini Korea Kaskazini baada ya miaka kadhaa, na imekuja wakati ambapo mvutano kuhusu mpango wa nyuklia wa Pyongyang bado ni mkubwa katika eneo la Asia Mashariki. Vyombo vya habari vya serikali za China na Korea Kaskazini viliripoti kwa upana kuhusu mapokezi rasmi, mikutano ya viongozi hao wawili na mazungumzo ya kuimarisha ushirikiano wa kisiasa na kiuchumi. Hata hivyo, jambo lilovutia zaidi hisia za wachambuzi wa masuala ya kimataifa ni kile kilichokosekana katika taarifa hizo rasmi. Hakukuwa na rejea yoyote ya moja kwa moja kuhusu mpango wa silaha za nyuklia wa Korea Kaskazini, swala ambalo kwa muda mrefu limekuwa kiini cha mvutano kati ya Pyongyang na Washington pamoja na washirika wake wa kikanda. Ukimya huu wa kiongozi wa China Xi Jinping kuhusu silaha za nyuklia za Korea Kaskazini unaonekana kuwa na uzito mkubwa wa kisiasa, na kwa mtazamo wa baadhi ya wachambuzi unaweza kufasiriwa kama faida kwa Kim Jong-un. Kwa muda mrefu, China ilikuwa mshirika muhimu katika juhudi za kimataifa za kuishinikiza Korea Kaskazini kuachana na silaha za nyuklia, na Beijing mara kwa mara ilisisitiza dhana ya denuclearization ya peninsula ya Korea, na ilitarajiwa kutumiwa kwa ushawishi wake wa kiuchumi na kisiasa kuleta mabadiliko kwa Pyongyang. Hata hivyo, katika ziara hii ya hivi karibuni, hakuna taarifa rasmi iliyotaja tena dhana hiyo. Wachambuzi sasa wanaona ukimya huo kama mabadiliko makubwa ya msimamo wa China katika dhana ya denuclearization ya peninsula ya Korea. Kwa mtazamo mmoja, China inaonekana kukubali ukweli kwamba Korea Kaskazini tayari imefikia kiwango cha juu cha uwezo wa nyuklia, kiasi kwamba kuibadili ni jambo gumu zaidi kuliko ilivyofikiriwa awali. Badala ya kusisitiza upokonyaji wa silaha, China sasa inaonekana kuwekeza kipaumbele kwenye utulivu wa eneo la peninsula ya Korea, na hii ina maana kwamba Beijing inataka kuepuka machafuko au kuanguka kwa serikali ya Pyongyang, jambo ambalo lingeweza kusababisha mamilioni ya wakimbizi kuvuka mpaka kuelekea China. Kwa Kim Jong-un, kutokosolewa hadharani kuhusu silaha za nyuklia ni ushindi mkubwa wa kisiasa katika taifa lake. Pyongyang imekuwa ikisisitiza kuwa silaha hizo ni nguzo kuu ya usalama wa taifa lake na kinga dhidi ya mashinikizo ya nje, hasa magharibi na nchi ya Marekani. Sasa, kwa kutokuwepo kwa msimamo mkali wa China dhidi ya mpango huo, Korea Kaskazini inaweza kujiona imepata uhalali wa kimya kimya katika kujenga uwezo wake wa kijeshi. Kwa upande mwingine, Marekani, Korea Kusini na Japan wanaona mwelekeo huu kama tishio kubwa zaidi. Kwao, ukimya wa China haonekani kama hatua ya kawaida ya kidiplomasia, bali kama ishara ya mabadiliko ya kimkakati yanayoweza kubadilisha usalama wa Asia Mashariki. Wataalamu wanasema kuwa ikiwa China imeanza kukubali hali ya nyuklia ya Korea Kaskazini, basi juhudi za baadaye za kuirejesha Pyongyang kwenye mazungumzo ya upokonyaji silaha zinaweza kuwa ngumu zaidi. China, hata hivyo, bado ina maslahi yake makubwa ya kistratejia.
inataka Korea Kaskazini ibaki thabiti ili kuepuka mgogoro mpakani, lakini pia haitaki Pyongyang iwe na nguvu kupita kiasi inayoweza kuvuruga usalama wa eneo hilo. Hatimaye, ziara ya Xi Jinping nchini Korea Kaskazini inaonyesha mabadiliko makubwa ya kimkakati katika siasa za Asia Mashariki, ambapo ukimya kuhusu silaha za nyuklia unaweza kuwa na maana kubwa kuliko maneno yenyewe. Kwa ujumla, ziara ya Xi Jinping nchini Korea Kaskazini inachukuliwa kama ishara ya kuimarika kwa ushirikiano wa kikanda na pia kama kipimo cha mabadiliko ya mizani ya nguvu katika Asia Mashariki, ambapo uhusiano kati ya Beijing na Pyongyang unaendelea kubadilika kulingana na hali ya kisiasa ya dunia ya sasa.